Wapendwa nyote, tumsifu Yesu Kristo. Amina. Wapendwa, jioni hii tumekusanyika hapa ndani ya kanisa hili la kiaskofu la Moyo Mtakatifu wa Yesu hapa jimboni Iringa, tukiwa na moyo wa shukrani. Kwanza kabisa tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutukomboa toka utumwa wa dhambi kwa njia ya mateso, kifo na ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo. Tumo ndani ya oktava ya Pasaka, tukiendelea kutafakari kwa mioyo iliyojaa upendo uliomiminwa na Mungu mwenyewe kwetu. Tunautafakari upendo na huruma yake Mungu kwetu. Ni kwa sababu hiyo Mama Kanisa anatuongoza kuitafakari huruma ya Mungu katika Dominika hii ya pili ya Pasaka tunayoingia jioni hii. Ni kwa huruma yake Mwenyezi Mungu Baba wa milele kwamba sisi tukingali bado katika dhambi, Yesu Kristo, mwana pekee wa Mungu na sura halisi ya huruma ya Mungu, alikufa msalabani kwa ajili yetu ili kufuta kabisa uadui uliojengeka kati yetu sisi na Mungu, na hivi tukawa tumepatanishwa naye. Sisi ambao hapo awali tulikuwa mbali, tumesogezwa jirani na Mwenyezi Mungu. Sisi ambaye zamani tulikuwa wana wapotevu, sasa tumerudishwa zizini, si kwa mastahili yetu, bali ni kwa mastahili ya sadaka hii ya azizi ya Bwana wetu Yesu Kristo. Ni kwa sadaka hiyo azizi basi sisi tulifanyika ukoo mteule, makuhani wa mfalme, taifa takatifu. Tuliitwa kutoka gizani na kuingizwa katika mwanga mkuu wa Mungu. Ni wakati wetu sasa wa kutembea nuruni na sio gizani. Na baada ya kuwa tumepatanishwa kwa ile damu azizi ya mwana kondoo Yesu Kristo, sisi tunasafiri hapa duniani kama mahujaji katika matumaini kwamba kwa hakika tutaokolewa na kushirikishwa utukufu wa Kristo mfufuka. Aidha, tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa zawadi ya ukuhani. Yesu Kristo, kuhani mkuu, akiisha kuitimiza kazi ile ambayo kwayo alipelekwa na Baba, aliacha kazi hiyo mikononi mwa wale ambao yeye mwenyewe aliwateua, na akawajalia karama za kuweza kuyatimiza yale yale ambayo yeye mwenyewe aliyatimiza. Na hivi akaweka hiyo daraja takatifu ambayo inapata ukamilifu wake katika uaskofu. Hawa maaskofu ndio wanakuwa waandamizi wa mitume katika kuyatimiza yale ambayo Baba wa mbinguni alitamani mwanaye Yesu Kristo ayaache mikononi mwa wanadamu na si mikononi mwa malaika. Hawa walitumwa na Yesu, nendeni ulimwenguni kote mkaitangaze habari njema kwa watu wote. Wapendwa,
Tutumie nafasi hii tukiutafakari ukuhani wa Kristo, kuhani pekee, kuhani mkuu, kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kwanza kabisa kwa utumishi wa Baba Askofu Tarcisius Ngalaleku Mtwa, ambaye ametumika sasa kama askofu ndani ya kanisa kwa miaka 36. Kwa miaka 4 alihudumu jimbo la Sumbawanga kama askofu mwandamizi, na kwa miaka 32 sasa miezi michache amehudumu kama askofu jimbo Iringa. Baba, tunakushukuru sana wewe mwenyewe kwa utumishi wako uliojaa unyenyekevu, upendo na ari ya kichungaji. Wapendwa, leo hii tukiitafakari huruma ya Mungu, upendo wa Mungu, kwa namna ya pekee kabisa tunamshukuru huyu Mwenyezi Mungu na kumtukuza na kumuhimidi kwa sababu hakuiacha ukiwa familia hii ya jimbo la Iringa. Wakati anamruhusu mchungaji mmoja kupata nafasi ya kutulia na kusali zaidi, basi amelipatia jimbo hili mchungaji mkuu mwingine ili wana wake waendelee kulishwa chakula bora. Na mchungaji aliyeteuliwa na Mwenyezi Mungu na kuletwa hapa si mwingine bali ni Monsignor Romanus Elam Mihali. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kumjalia wito wa kushiriki ukuhani wa Kristo, kwanza katika ngazi ya upadre, na ni miaka 25 sasa. Mwaka wake huu wa yubilei kuu ni mwaka pia wa yubilei ya daraja ya upadre, na sasa anamkirimia kwa ajili yetu sisi ngazi hiyo ya uaskofu. Ni wewe Baba Romanus Elamu Mihali, Mungu amekuteua ulishe kundi lake. Familia hii ya Mungu kuanzia hapo kesho kwa namna ya pekee itakuwa inakutazama wewe, uifundishe, uitakatifuze na uiongoze katika njia ya uzima. Mungu mwenyewe alikwisha kukujalia karama za kuitenda kazi yake kwa njia ya kiti kitakatifu kama tulivyotangaziwa na balozi wa Vatican nchini Tanzania tarehe 28 Januari 2025. Mwenyezi Mungu alikuteua wewe kuwa mchungaji mkuu wa jimbo hili la Iringa. Wapendwa wanajimbo la Iringa, mapadre, watawa na waamini walei, taifa zima la Mungu, mnapewa na Mungu mchungaji mkuu ambaye atawekwa wakfu hapo kesho na kusimikwa. Tunakuombeni, jiwekeni chini ya uongozi wake na iweni na umoja naye, mkimwombea kama iwapasavyo wana wa Mungu. Wapendwa wanajimbo Iringa, tukitafakari nafasi ya askofu kama anavyotajwa kwa lugha ya Kigiriki episkopos, ni mchungaji anayetazama kundi alilokabidhiwa kutoka juu kwa upendo. Na ili aweze kutazama kutoka juu ni sharti apande. Sasa kwa kuwa hawezi kupanda yeye mwenyewe, anapandishwa na Mwenyezi Mungu. Kwa neema zake anampandisha.
na sala zenu zitasaidia katika huko kupanda, ili akiwa juu yenu si kwa maana ya mmoja mwenye kuwakandamiza, bali mmoja mwenye kuwaona vizuri, aweze kuwachunga na kuwalinda dhidi ya hatari yoyote ile. Wapendwa, askofu ni mchungaji anayetembea, anasema hayati Baba Mtakatifu Francisco, ama nyuma ya kundi, akiwatia moyo kondoo wanaopata shida kutembea, au katikati ya kundi, akishiriki mahangaiko ya siku kwa siku ya kondoo wale ambao anapaswa kuwachunga, kuwalinda, kuwalisha, au mbele ya kundi, akiwa tayari kushambuliwa na adui ili kulinda kondoo. Ndio maana hata kabla ya kuingia kanisani, zawadi ya kwanza aliyokabidhiwa ni msalaba, na ameubusu, akiwa tayari kama Kristo kuteketea kwa ajili ya kondoo anaokabidhiwa. Baba Monsignor Romanus, leo na kesho sisi ndugu zako katika imani tupo hapa, kanisa zima, kwa maaskofu, makamu wa rais wa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania, Mwadhama Kardinali, balozi wa Vatican nchini Tanzania, washamu maaskofu wakuu, maaskofu, askofu mteule msaidizi wa Jimbo Kuu la Tabora, maabate, wakuu wa mashirika mbalimbali ya kitawa, mapadre, watawa na waamini walei. Sisi sote tuko hapa kwa ajili ya kumimina sala zetu kumwelekea Mwenyezi Mungu kwa ajili ya kukuombea wewe ndugu yetu, ili kwa kuwekwa wakfu hapo kesho Roho Mtakatifu akufanye mchungaji mwema kwa mfano wa Bwana wetu Yesu Kristo mwenyewe. Aidha, tunakuombeeni ninyi ndugu zetu wana jimbo la Iringa, ili kwa neema ya Mungu muendelee kuwa mahujaji katika matumaini, mkiongozwa na mchungaji mkuu mnayepewa na Mwenyezi Mungu. Mwisho, si kwa umuhimu, tunamwombea hayati Baba Mtakatifu Francisco ambaye amepumzishwa leo pale Roma. Ajaliwe pumziko la amani. Sisi tunamshukuru sana baba huyu kwa sababu amekuwa mwalimu mzuri wa kutufundisha maana halisi ya kuwa mchungaji wa kundi. Raha milele umpe e Bwana. Astarehe kwa amani. Tumsifu Yesu Kristo.